Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo. Kwanza, ni muhimu kufanya uchunguzi wa awali kabla ya kuanza ukarabati wa laptop yako ya 14 cent. Kwanza, angalia kama kuna matatizo ya kawaida kama laptop isiyokuwaka, skrini inayong'ara au sauti zisizo za kawaida. Hakikisha unachukua noti juu ya matatizo unayokutana nayo. Hii itakusaidia kuelewa wapi tatizo lilipo. Baada ya kuthibitisha matatizo, unaweza kuanzisha mchakato wa ukarabati. Kwanza, unahitaji vifaa vya msingi kama screwdriver, panga la plastiki na brashi ya kusafisha. Hakikisha unafanya kazi katika eneo safi na lenye mwanga wa kutosha. Hatua ya kwanza ni kufungua kifaa. Tumia screwdriver kuondoa screws za nyuma za laptop. Kuwa mwangalifu usiharibu screws au sehemu za laptop. Baada ya kuondoa screws, tumia panga la plastiki kuvunja muhuri wa kifaa na kufungua kifuniko. Baada ya kufungua laptop, angalia ndani kwa makini. Kama tatizo ni na betri, hakikisha unaiangalia na kuondoa kama inahitaji kubadilishwa. Pia, angalia uhusiano wa nyaya na sehemu nyingine kama vile diski ngumu na motherboard. Ikiwa kuna vumbi au uchafu, tumia brashi ya kusafisha kuondoa. Kama unahitaji kubadilisha sehemu kama diski ngumu au RAM, hakikisha unakinya sehemu hizo kwa uangalifu. Fungua nishati na uondoe sehemu zilizochakaa, kisha weka mpya kwa kuzingatia maelekezo ya mtengenezaji. Wakati wa kurekebisha, ni muhimu pia kufikiria kuhusu huduma za kuchukua nyumbani. Ikiwa huwezi kufanya ukarabati mwenyewe, kuna huduma nyingi za kuchukua laptop yako na kuisafirisha kwenye karakana. Hii inaweza kuwa suluhisho bora ikiwa unajisikia kuwa huwezi kufanya mabadiliko hayo. Baada ya kukamilisha ukarabati, weka kifuniko cha nyuma na kurejesha screws zote kwa usahihi. Hakikisha zote zimefungwa vizuri ili laptop yako iwe salama. Wakati wa ukarabati, pia ni muhimu kujua bei za sehemu zinazohitajika. Tafuta bei za sehemu kama betri, diski ngumu na RAM mtandaoni au katika maduka ya vifaa vya kielektroniki. Hii itakusaidia kupanga bajeti yako kabla ya kuanza mchakato wa ukarabati. Mwisho, baada ya kufunga kila kitu, washitaki laptop yako na angalia kama inafanya kazi vizuri. Ikiwa tatizo limeondolewa, umefanikiwa katika ukarabati wako. Ikiwa bado kuna matatizo, fikiria kuwasiliana na mtaalamu. Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo.